Tulikotokea kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 20 tulikuwa tunaenda na somo maalum la kutambua wasifu wa jamii ya wanadamu na mgawanyiko wao kwamba wanatofautiana. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anampa somo mtume wake kwa mujibu wa jukumu na dhamana aliyompa, akamuelimisha namna ya changamoto atakazokumbana nazo kutokana na tofauti za ufahamu wa watu. Akaambiwa jukumu umepewa la kuongoza watu, lakini kuna watakao kukubali na kuna watakao kukataa, na kuna wengine wanaokukataa watakuwa wana sura ya kujificha. Kwa hiyo tumetajiwa wasifu wa watu waumini wacha Mungu kwenye aya 5 za kwanza, na tukatajiwa wasifu wa watu wanaopinga, makafiri wa wazi wanaojitangaza wakasema kwa maneno yao na vitendo vyao, sisi hatukubali, hatuitaki hiyo dini yenu, hatumuabudu huyo Mungu wenu. Wametajwa katika aya 2 ya 6 na ya 7. Lakini kuanzia aya ya 8 mpaka ya 20 tumepewa wasifu wa watu wa aina ya 3 ambao wao hawatabiriki. Huwezi kumjua huyu mtu yuko wapi, ana msimamo gani. Dhahiri hujitangaza kuwa ni mtu mwema sana, unaweza ukamthamini, ukampenda, ukamkumbatia, ukampa siri zako, lakini undani wake ni mtu mbaya sana kuliko yule aliyejitangaza kwamba mimi sikubali. Kwa hiyo tumesoma wasifu wa watu katika migawanyiko hiyo mitatu. Leo tunasoma kuanzia aya 21. Hapa sasa Allah subhanahu wa ta'ala ametoa agizo kwa watu wote pamoja na tofauti zao. Agizo hili linawahusu walioamini, agizo hili linawahusu waliokufuru au waliokataa, na agizo hili linawahusu wale walalamishi wasiotabirika wako huku au wako huku. Ameita kwa nidaa ya watu wote, ya ayuhan nasu, enyi watu. Katika Qur'ani Allah huwaita watu kwa lugha tofauti tofauti. Mara nyingine unakuta Qur'ani inatumika, Allah anawaita watu kwa asili yao, huita ya bani Adam, enyi watoto wa Adam, kwamba kullukum min Adam wa Adamu min turabi, nyinyi binadamu nyote mnatokana na Adam, yeye ndo aliumbwa kwanza, ndo asili ya kizazi hichi ya kiumbe nyinyi wanadamu. Kwa hiyo wakiitwa wanadamu, kwa wanakusudiwa wanadamu kama wanadamu. Wanaingia makafiri, waumini, wanaume, wanawake, wenye elimu, wajinga, watawala, watawaliwa, wote ni wanadamu. Wa mwanzo, wa mwisho, wote wanaingia katika wito huo. Mara nyingine Allah hutumia tamko hili, ya ayuhan nasu, enyi watu, lina maana kama ile. Tofauti yake ni ndogo tu, kwamba ya ayuhan nasu, agizo linalokuja chini ya wito huu walinawahusu watu waliopo sasa hivi na kuendelea huko mbele. Wanasemeshwa watu waliopo sasa hivi na wanaoendelea huko mbele watakao kuja, enyi watu. Ikitumika bani Adam, agizo linalofuata hapo lilikuwa linawahusu Adam mwenyewe na walioshuka kwa kutokea mgongoni kwake, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hii ayuhan nasu inakuja kuanzia iliposhuka. Wanasemeshwa watu waliopo katika uwepo wa dunia hii. Na mara nyingine watu huwaita kwa mujibu wa zile tofauti zao za kiimani, za kiitikadi. Akaita ya ayyuhalladhina kafaru, enyi ambao mnakataa, mnapinga, mnakufuru. Ujumbe unaokuja unawahusu wale wanaopinga. Waliokubali, wanaoamini hauwahusu isipokuwa
kuhusika kwao ni kuongeza maarifa tu, wanajifunza kitu kupitia walichoambiwa wenzao makafiri. Na mara nyingine huita ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Ni watu wote hao, lakini Qur'ani huwa inaita wasigha tofauti kwa maana tofauti vile. Hapa wameitwa watu, pamoja na wanaopinga wanaingia kwenye tamko la nas, ya ayuhan nasu, enyi watu, wa'budu rabbakum, nyinyi ni watumwa tu, bwana wenu yupo aliyewaleta hapa. Acheni jeuri, acheni kiburi, mtumikieni Mola wenu. Enyi watu, mtumikieni Mola wenu. Kwa nini atangaze atumikiwe yeye? Maana ubudu tukana neno al-ibada. Ibada maana yake ni utumwa au utumishi, na mtumwa au mtumishi ndo maana huitwa abdun. Kwa hiyo sote sisi pamoja na wanaokataa ni ibadullah, waja wa Allah. Katuumba kwa lengo maalum, kama anavyosema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwa na lengo jingine la kuumba majini na wanadamu isipokuwa kuna yangu nilitaka wayatekeleze, wanitumikie, waniabudie. Ndo lengo langu. Nimewaumba wanitambue, wakesha waniabudie. Ma uridu minhum min rizqin, mimi kwa viumbe wangu hawa sitaki riziki ya aina yoyote. Sijawaleta duniani walime na mimi nipate mazao, wafanye kazi, wafanye biashara na mimi nipate pesa. Sihitaji chochote kwao zaidi ya kwamba waniabudu tu. Nitapanga mipango yangu na wao ndo wawe watekelezaji. Nimewalengea hayo, nimewaumbia hayo. Ma uridu minhum min rizqin, mistaki riziki yoyote kutoka kwao. Wama uridu an yut'imuni, wala sitaki wanilishe chakula. Sijawaweka hapo kwamba wanachochuma na mimi ninufaike. Allah hahitaji chochote kwa viumbe wake. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, hakika Allah yeye ndo anayetoa hizo riziki. Kila kiumbe ambaye anahitaji riziki kesha kadiriwa, bajeti yake ipo. Inna Allaha, hakika ya Allah, huwa ar-razzaqu, yeye ndo anayeleta hizi riziki. Dhul quwwati al-matin, ana nguvu zisizoshindika. Hakuna anayeweza kumshinda nguvu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wakajitia hamnazo, wakajipa majukumu yasiyowahusu, wakajifanya wanajua zaidi, wakajifanya wana uwezo zaidi, basi wanajidanganya tu wenyewe, lakini Allah hawawezi kumshinda. Kwa hiyo tamko linaenda kwa watu wote. Ya ayuhan nasu, enyi watu, ubudu rabbakum, muabudieni Mola wenu. Kwa nini muabudu? Kwani yeye kawateka nyara nyinyi? Mumeumbwa na mnamilikiwa na bwana mwingine, yeye kaja kuingilia kati? Hapana. Ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, muabudieni Mola wenu ambaye ndiye aliyekuumbeni. Allah hajatuteka nyara sisi, wala hajampindua aliyetuleta yeye akachukua madaraka. Yeye ndo katuleta, kwa hiyo ana haki ya kutuambia lengo lake la kutuletea hapa. Ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, muabudieni Mola wenu ambaye kakuumbeni. Khalaqakum, kakuumbeni nyinyi mliopo sasa. Walladhina min qablikum, na yeye ndio aliyewaumba hao waliopita kabla yenu. Mkisikia kuna watu walifanya hivi, wakafanyiwa hivi, walifanya hivi, wakalipwa hivi, wote kaumba yeye, na yeye ndiye aliyewachukulia hatua. Kwa hiyo mkimuabudu Mola wenu aliyewaumba, la'allakum tattaqun, kwa kukubali kwenu kumwabudu ndo huenda mkasalimika. At-taqwa ya hapa ni ittiqa min adhabillah,
hamko salama mkikosa kumtambua Mola wenu na mkaacha kumwabudu. Ili msalimike, yani mkae chini ya taa yake, mkubali alivyopanga, anavyotaka, anavyopenda. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu alwildana shiba. Fakaifa tattaquna in kafartum, kama hamtaki kuamini na kutii, mutasalimika vipi na mmekabiliwa na hasara kubwa? Na limetumika kwenye sura nyingine ya 103 neno hili nas. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, ninaapa na zama, innal insana lafi khusrin, hakika ya mwanadamu, awe muumini awe kafiri, awe mwanamume au mwanamke, awe msomi awe mjinga, awe mtawala awe mtawaliwa, insan, mwanadamu, lafi khusrin, wallahi kakabiliwa na hasara kubwa, ana matokeo mabaya yasiyoridhisha. Insan, neno insan au nas, hata mitume wanaingia humo, hata watu wacha Mungu wema wanaingia humo, wafanyaji ibada sana wanaingia humo, na wazembe wote wanaingia humo. Kwa hiyo Allah akatumia hili neno akawaingiza wote wanadamu kwenye hasara. Innal insana la fi khusrin, kuna inna harfu ya taukidi na kuna lamul qasam litaakidi alkalam. Innal insana la fi khusrin, hakika mwanadamu yumo ndani ya hasara. Sasa wanadamu wote wameingizwa kwenye hasara, yani wanakoelekea kuna matokeo mabaya kweli kweli kwao, wana shari kubwa imewakabili. Illa alladhina amanu, isipokuwa. Nasema illa wanaita wenyewe wataalam ni adatul istithnai, chombo cha kuopolea au cha kuvulia. Wametiwa wote kwenye hasara, alafu kuna chombo maalum kikatumika kuwaopoa baadhi yao. Allah atujalie na sisi tuwe ni miongoni mwa hao. Wanadamu wote wallahi wako hasarani, illa alladhina amanu wa amilu salihati, isipokuwa wale walioamini na imani yao ikathibitishwa kwenye utendaji, wakawa wanatenda vyema. Kuamini peke yake bila ya kutenda hakuna manufaa. Kwa mwenye imani isiyo na matendo hana faida, hana manufaa. Na kutenda mazuri peke yake bila ya imani, matendo mazuri hayasaidii. Lazima imani iambatane na vitendo. Imani mahala pake ni moyoni, na kilicho moyoni huthibitishwa na utekelezaji, kinatendewa kazi. Kama unaamini tu hutendi, imani yako ni bure. Na kama unatenda tu matendo mazuri, huna imani, matendo yako hayakubaliwi. Kwa hiyo amanu wa amilu salihati, mara nyingi husema haya mambo ni pair, lazima yawe mawili yameshikana. Ukichukua moja ukaliacha jingine, moja peke yake halifanyi kazi. Kwa hiyo ukawa na imani peke yake, matendo haina, huna kitu. Ukawa ni mtendaji wa mazuri, imani huna kitu, matendo yako hayakusaidii. Kwa hiyo illa alladhina amanu wa amilu salihati, isipokuwa watakaotoka hasarani ni wale ambao wameamini na imani yao ikatiwa kwenye utekelezaji, wanafanya vizuri kwa mujibu wa procedure za muumba wao. Watawasau bil haqi watawasau bis sabri, baada ya kuamini na kutenda wakawa wanahusiana kushikamana na haki ambayo ndio dini iliyotoka kwa Mola wao, na wakahusiana kuwa na subira, kwa sababu kuishika dini kuna changamoto nyingi. Kwa hiyo kuna hitaji tolerance, subira, uvumilivu. Hawakusalimika hata mitume. Watu waliopata shida zaidi hapa duniani ni mitume.
Sasa na wewe ukiyafuata yale waliokuja nayo mitume usalimiki. Kwa hiyo unahitaji uwe na subira. Watu watakaoyakubali haya wakayaweka kwenye matendo watakabiliwa na changamoto nyingi. Wanahitaji wahusiane subira, wakomae, walinde kile walichokiamini na wanachokifanyia kazi. Ndio maana mtume akawa anasema ala inna sil'ata Allahi ghaliya, tambueni kwamba bidhaa ya Allah aliyoitangaza kwetu ni ghali, haipatikani kwa dezo, kwa bure. Ya ayuha nasu, enyi watu, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, muabudieni Mola wenu, Bwana wenu mlezi, ambaye ndiye aliyekuumbeni nyinyi mliopo sasa na ndiye aliyewaumba walopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, kwa huku kumwabudu huenda ndo mkasalimika. Alladhi, huyu ndiye Bwana ambaye ja'ala lakumul arda firasha, ameijalia ardhi kwenu ni tandiko lililojazwa mahitaji yenu yote. Mmetandikiwa ardhi na kila mnachokihitaji kimewekwa humo. Kwa hiyo watu wanajivunia rasilimali, sema hii ardhi yangu, kitalu changu, haya madini yangu, shamba yangu, mke wangu, watoto wangu, na kiongozi naye usema wananchi wangu. Yani sote si ati wake, ana haki ya kutufanya anavyotaka. Wangu, 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 changu, vyangu. Yaarifuna ni'mat Allahi thumma yunkiruna, wanazikubali neema za Allah halafu wanazikanushia haki yake. Yani wanaziondoshea muunganiko na Allah. Zizi neema wanajua thamani yake na umuhimu wake, ndio maana kila mtu anasema changu changu. Wanazikubali kweli kweli, wanazipenda kweli kweli neema. Thumma yunkirunaha, lakini hawazipi haki yake, hawamfahamu aliyewaneemesha, wamekata mahusiano na mawasiliano naye. Kwa hivyo hawana shukurani. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu lihubbil khairi la shadid afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fi sudur inna rabbahum bihim yawma idhil la khabir. Aya zinaungana mkono, zinatiana nguvu. Kwa hiyo natumia watu neema za Allah, wanazipenda kweli kweli, lakini wanasema mwenyewe hawamtambui. Wananufaika na wanavyonufaika navyo kwa akili zao na elimu zao, kama alivyosema Qarun aliponasihiwa kwa mali zake ya mche Mungu. Jawabu yake kasema innama utituhu ala ilmin indi, hii mali bwana mimi nimeipata kwa ujuzi wangu, kwa elimu yangu bwana. Elimu pia anasema yangu, wakati Allah anasema yeye ndo alomuelimisha binadamu. Allama al-insana ma lam ya'lam, allama bil qalam. Lakini aliyemuumba kiumbe akampa elimu, kiumbe aliyepata elimu hamtambui aliyemuelimisha. Anasema elimu yangu, elimu yangu, kila kitu changu 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 vyangu. Wewe nani? Umevipata wapi? Na umezaliwa hata kiatu huna, umekuja uchi nguo huna hapa duniani. Halafu sasa hivi umekuwa jeuri, fedhuli, huambiliki, ushauriki. Kwa hiyo anajitambulisha Allah kwa hoja na anajenga dalili. Sio kwamba anafanya ubabe kukulazimisheni lazima mumwabudie. Ana haki nyinyi mumwabudie, mengi kakufanyeni, na akitaka angeyapiga thamani akasema mlipe kodi, lipa kodi ya macho unaotizamia. Mbona mita yatukuza ukisha umeme unakwenda kuutafuta mwingine, unatoa pesa?
Simu ikisha salio mbio unaenda kuongeza salio. Sasa Allah hivi alivyokupa we, unatumia macho kuona, kutazamia, unatumia masikio kusikilizia, tena vitu vingine asivyovipenda, unatumia miguu kutembelea. Angepiga mahesabu hivi akasema lazima mlipie kodi, tungeweza? Damu inazunguka saa 24 hata ukilala. Ukishapiga mapembe yako na dagaa una kuku, we hata ukilala digestion inafanyika tumboni. Halafu hayo yote we hujui kama umefadhiliwa unafanyiwa. Unasema ni kwa sababu ya elimu yangu, ujanja wangu. We unaendeshwa hapo ulipo. Unaendeshwa, unasimamiwa, unafadhiliwa. Halafu humtambui mfadhili wako. Kwa hiyo amejenga hoja, katumia lugha ambayo kwa mwenye akili ajua hapa huyu anayeongea anaongea na hoja na anatoa dalili. Ana haki mumuabudie kwa sababu kwanza ndiye aliyekuumbeni. Hapa hamjaja wenyewe. Kila mtu akiambiwa ulizaliwa mwaka gani anajua mwaka wake wa kuzaliwa. Bimaana kabla ya hapo hakuwepo. Akiambiwa ajinasibu anataja wazazi wake. Bimaana kuja kwake duniani sababu kapitia kwa hao wazazi wawili. Baba yangu fulani, mama yangu fulani, nimezaliwa mwaka fulani. Ulizaliwa vipi? Baba yako na mama yako ndio waliokutengeneza? Hapana. Yupo aliyekufanya wewe ukapitia hapo kwa wazazi wawili alafu ukaja duniani. Kwa hiyo katoa agizo kwa wenye akili. Ya ayuhannasu, enyi watu nyote, ubudu rabbakum, muabudieni, mnatakiwa mtoe huduma, mpei service. Muabudieni Mola wenu alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, ambaye kakuumbeni nyinyi na ndiye aliyewaumba hao walopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili musalimike na maafa yaliyokukabilini huko mbele. Salama yenu iko kujua makamu yenu yalipo na mkae hapo. Nyinyi ni watumwa tu wa Mola wenu. Nyote nyinyi ni ibadullah, watumishi wa Allah. Alladhi, Allah ndiye ambaye ja'ala lakumul arda firasha, amejalia kwa ajili yenu ardhi ni tandiko lililowekewa mahitaji yenu yote. Kila mnachohitaji kinapatikana hapa. Wasamaa binaa, akajalia na mbingu juu ni kama dari. Kwa hiyo kuna uwiano na kuna mahusiano baina ya hivi vitu viwili, ardhi na mbingu. Fasubhana alladhi khalaqa alazwaja kulla, ametakasika Bwana ambaye vitu vyote ulimwenguni kaviumba viwili, kila kitu na mwenziwe, kila kitu na opposite yake. Fasubhana alladhi khalaqa alazwaja kulla, ametakasika Mola aliyeumba vitu viwili vyote. Mimma tumbitul ardu, kuanzia vinavyooteshwa na ardhi. Wa min anfusihim, hata na wao watu wenyewe wahusika wakuu wanadamu wako namna mbili, wanaume na wanawake. Wa mimma la ya'lamun, na katika vitu vingine wasivyovijua, vyote viko viwili. Vitu viko viwili. Wanyama, wadudu, samaki, ndege wako majike na madume, na wanadamu wako hivyo, majike na madume, wanazaliana kwa njia hiyo. Kwa hiyo usiku mchana vinategemeana vitu hivi viwili, ndo ulimwengu unaenda. Ardhi na mbingu kama baba, ardhi kama mama, panapatikana production na maisha yanaendelea kuwepo kwa mahusiano ya hivyo vitu viwili. Kaumba ardhi akaijaza mahitaji yake kwa ajili yenu na akaweka mbingu juu. Wa anzala minas samai maa, na Allah huyu ndiye anayeteremsha maji kutoka juu. Hapo juu mawinguni. Maji hayatoki mbinguni huko kwenye sab'a samawati, japokuwa makadirio yake yanatoka huko kwenye Lauhul Mahfudh, lakini mbingu inayoonyesha maji
ni hili eneo lililopo juu yenu. Samaa ni eneo la juu, ukiangalia juu hapo futi 1000, futi 2000, futi 3000 ndio panafanyika mawingu na maji yakarudi hapa chini. Fa akhraja bihi, kwa maji hayo Allah huwa anatoa, anaotesha mina thamarati, namna mbalimbali za matunda, rizqan lakum, ni chakula kwenu. Anaotesha namna mbalimbali za matunda, chakula kwenu nyinyi binadamu. Mata'an lakum wa li an'amikum, ni kwa ajili ya matumizi yenu nyinyi na wanyama wenu. Fala taj'alu lillahi andada, basi hebu zindukeni kama wanadamu, mmeandaliwa vizuri, mmeumbwa, mna akili, mna uwezo wa kufahamu. Fala taj'alu lillahi andada, msimjalie Allah kwamba ana wenziwe kwenye mamlaka. Allah hana mshirika, hilo jambo hataki, msimfanyie. Wanaambiwa watu wote, annasu, hilo tamko, enyi watu, fala taj'alu lillahi andada, msijalie wenza kwa Allah. Haya masala ya service mnaoambiwa mfanya ibada, msiyapeleke mahala pasipostahiki, msimpe mwingine, wa kuabudiwa ni mmoja tu. La taj'alu lillahi andada, msijalie kwa Allah kama ana wenza wake. Sasa binadamu hakubali na haridhiki na hilo. Ana majini wake anawaabudu, ana binadamu wenzake anawaabudu. Sijui kuna wengine wanaabudu mizimu, wengine wanaabudu sijui nyota, wengine wanaabudu mwezi, wengine wanaabudu hichi. Anaona maisha yake na maslahi yake yanaenda sama pamoja na Mungu na hiki kingine kisaidizi. Msifanye hivyo. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, msimjalie Allah na wenziwe katika haki ya kuabudiwa, hali ya kuwa mnajua Allah ndo mwenye nguvu peke yake na ndiye anayestahili kuabudiwa peke yake. Msifanye hivyo. Naona munasaba wa aya tulizomaliza za mgawanyiko wa watu na hizi ambazo tunaanza leo kusoma uko wazi. Lamma dhakara ta'ala al-ansafa thalatha, baada ya Allah kututajia al-asnafa thalatha, namna tatu za watu. Al-mu'minin, kataja waumini wacha Mungu, wal-kafirin akataja na makafiri, wal-munafiqin akataja na wanafiki. Wote ni watu hawa, wanadamu, lakini wanadamu wengine mu'minin, waumini. Wanadamu wengine kafirin, wanakana kila kitu, hawakubaliani nacho na hawaoni aibu kukataa. Na binadamu wengine munafikin, ni watu ndumila kuili, wana nyuso mbili. Anakukabili kwa uso mwingine, lakini nyuma yake kuna uso mwingine. Baada ya kututajia Allah makundi matatu ya watu, wa dhakara ma tamayyazu bihi minas saadati au shaqawa, halafu akatutajia Allah kile kinachowatenganisha, kinachowapambanua hawa watu, kwamba wengine katika hawa ni suada, wema, watu wema, wanabeba utukufu kwa kuwa watiifu kwa Mola wao. Au shaqawa, kama hawakuwa wema watakuwa ni ashqiya, waovu, wanabeba lawama kwa Allah kwa kule kutokumtambua, kutokumheshimu na kutokumtii. Au imanun au nifaqun, au Allah ametupa wasifu wa kutofautisha baina ya iman na nifaq, imani na unafiki. Wa daraba al-amthala, pamoja na mchanganuo wa watu Allah akapiga na mifano. Wa waddaha turuqa ad-dalali, akatuwekea wazi njia za upotovu. Wa aqabahu huna, baada ya kutufafanulia hayo na kutuwekea wazi mchanganuo wa watu, aqabahu huna, aya hizi tunazoondokea nazo hapa
amefuatisha Allah bidhikri al-adillati wal-barahina, kwa kututajia dalili na hoja. Anaongea kwa kujenga hoja na anatuonyesha dalili ala wahdaniyati rabbil alamin, dalili zitakazotusaidia sisi kwa akili zetu za kawaida kujua kweli Mola anayeuendesha huu ulimwengu ni mmoja tu. Mbinguni na ardhini katawala yeye, hakosei, hasahau, haghafiliki. Ndo maana mambo unayaona yanaenda kama kawaida. Kama wangekuwa wamiliki ni wengi wanatofautiana, tungeona migongano kati ya kazi za Mungu huyu na kazi za Mungu huyu. Lakini kwa sababu ulimwengu mzima, all over the universe, mbinguni na ardhini, mambo yanaenda uniformly, bila shaka mpangaji na mwendeshaji ni mmoja tu, kwa dalili na hoja. Waarafa nasa, halafu pamoja na hoja na dalili anazotoa Allah, anawatambulisha watu, ndo sisi. Anawataarifu watu biniamihi, neema zake alizowaneemesha watu. Huyo bwana huyo kaweka hoja na dalili, anaongea kwa hoja na dalili, halafu anawatambulisha watu neema zake. Wewe ukichimbua chini ukakuta Tanzanite, hiyo ni neema yake kaweka hapo. Ukachimbua ukakuta dhahabu, ni neema yake kakuwekea wewe binadamu. Wewe ukisema ninaoa ukipata mtoto, ni neema yake kakuwekea wewe, unajisifu baba naye simba kule dume nimekuja. Yaani unajiona wewe manake bingwa sana ati umepata mtoto. Kumbe Allah kaumba kiumbe mwingine mpya kwa kupitia wewe. Neema zake hizi, sasa utashukuru au utakufuru? Hivi kujisifu nimeleta dume, kweli umelileta wewe ili dume au umegaiwa? Umepewa. Sasa utashukuru au utakufuru? Yaani ni chochote katika neema, yeye ndo mneemeshaji, ndo anatoa hivyo kwa hoja na dalili. Anawatambulisha watu neema zake, liyashkuruhu alaiha, wakishajua neema hii nimeneemeshwa, angalau walipe shukurani, wamshukuru bwana wao kwa zile neema alizowapa mbalimbali. Lakini mtu anasema nimepata kwa elimu yangu. Hiyo elimu umeipata mwenyewe? Si umetayarishiwa ubongo, ukapewa afya, ukafanya hivi, uwezo wa kuhifadhi, kukremu na nini? Si muumbaji ndo kakuwekea hivi? Sasa hapa mpaka hapo humtambui. Anawatajia neema zake, wamshukuru, wasimkufuru. Wa aqbala alaihim bil khitabi ya ayuha nas. Allah anavyoongea na viumbe wake amewakabili kwa lugha ya kuwaitia, lugha ya kuwasemeshea, akawaita ya ayuha nasu, enyi watu. Enyi watu nyote kwa ujumla wenu, nyote pamoja na farka zenu, tofauti zenu, nyote jitambueni mna asili moja na mimi ndiyo niliyewaleta. Ya ayuha nasu, enyi watu. Wa huwa khitabu li jamii alfiati. Khitabu hii iliyotumika yanakusudiwa yale makundi yote matatu yaliyotajwa huko, pamoja na tofauti zao. Makafiri, waumini, wanafiki, wote wanasemeshwa na bwana wao mmoja. Ya ayuha nasu, enyi watu. Huwa alkhitabu li jamii alfiati. Hii ni khitabu ya makundi yote yaliyotajwa hapo juu au huko nyuma. Mumtinan alaihim bima khalaqa wa razaqa. Allah anawatambulisha, anawajulisha watu wote kwa zile neema ambazo kawaumbia na riziki ambazo kawakadiria akawaruzuku viumbe wake. Neema yoyote utakayoifurahia, ulioneemeshwa nayo, Allah ndo kakukadiria, kakuneemesha, akakupa. Hata sura yako hii uliotokea tumboni kwa mama yako, Allah anasema akakupa mwenyewe. Ya ayuhal insan, ewe mwanadamu.
ma gharraka bi rabbikal karim, kitu gani hasa kinakudanganya we ukakosana na Mola wako mkarimu? Ya ayuhal insanu, ewe binadamu, ma gharraka bi rabbikal karim, kitu gani kinachokudanganya mpaka mkakosana mkatofautiana na Mola wako mkarimu? Alladhi khalaqaka, Mola ambaye ndo aliyekuumba, fasawaka, akakuweka sawa sawa kwenye maumbile, faadalaka, akakuadilisha viungo. Una macho mawili yamepangika vizuri, yani ukipata ajali wewe halafu jicho moja likashuka moja likapanda, hata unaona haya kutembea mbele za watu, utatafuta kapelo ufunike sura. Yani hapo alipokuwekea Allah, yani ndo umekuwa vizuri sana, unapendeza mwenyewe. Ukishajitupia pamba zako za nguvu, unakaa kwenye kioo ukajitizama, ukasema sasa panatokeka nje, niko smart. Umeumbwa vizuri. Hasa kinachokudanganya mpaka ukawa huna mahusiano mazuri baina yako na muumba wako ni kipi? Kitu gani? Ma gharraka bi rabbikal karim, kipi kinachokudanganya upande wa Mola wako mkarimu? Mola wako mkarimu, alladhi khalaqaka, ambaye ndiye aliyekuumba, fasawaka, akakufanya sawa sawa kwenye umbile, faadalaka, akafanya taadili al-a'dha, akakuwekea viungo sawa sawa, mikono, miguu, kichwa, masikio, macho, ndani ya kaseti vitu, mfumo wa fahamu, una ubongo, una moyo, una kila kitu, unaweza kubuni mambo, kupanga, kutoa maamuzi, una fikra za muda mfupi na muda mrefu. Haya yote hata shukurani huna. Yani unajiona mjanja kupiga mahesabu ya hela tu, mjanja wa kubuni projects. Hasa ukishabuni projects zako na ukapata faida, una shukurani angalau ya kumshukuru aliyekufanya ukawa hivyo? Unajitambua? Khalaqaka fasawaka faadalaka, Mola wako kakuumba sasa, kakuumba vizuri, akakuweka sawa sawa, akakuadilisha viungo. Fi ayi surati ma sha'a rakabak, halafu sura aliyotaka yeye ndo kakurekebisha nayo huko hivyo ulivyo unavyojiona. Na kila mtu hujiona yeye mzuri kuliko wengine, ndo hivyo. Ukimwona mwenzako, hasa kama unamchukia, tazama anajuso kama punda, yani wewe ndo unajiona mzuri, unamuumbua mtu aliyeumbwa na Allah. Kosa kubwa unafanya wewe. Unaweza kumfanya huyo anayejuso kama punda? Kwa hiyo kila mtu hujisifu mwenyewe mzuri, anapendeza na humbeza mwingine. Lakini suala, wewe hujaona dalili yoyote ya kwamba umeneemeshwa? Je, aina gani ya shukurani unayomshukuru aliyekuneemesha? Kalla, sivyo mnavyofanya, mnakosea. Ni hoja kaweka Allah kutokana na alivyoneemesha kwa viumbe wake kwa kuwaumba na kuwawekea riziki hapa katika dunia. Wa abraza lahum mu'jizata al-Qur'ani, halafu Allah akawaekea wazi muujiza wa Qur'ani ambayo ni maneno yake aliyokusudia yawe ni muongozo kwa watu, hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Kwa hiyo amewawekea muujiza katika hii Qur'ani biansahi bayanin wa awdahi burhani, yani lugha iliyotumika bayan, yani imenyoka. Yani Qur'ani inaelezea kitu hata mtu ambaye hakusoma anafahamu, akishaambiwa anafahamu vile ilivyoelezwa. Halafu ndani ya maelezo yaliyotolewa kwa ufasaha kabisa, Allah akajenga na hoja na dalili, kaweka hoja na dalili zinamsaidia mtu mwenye kutumia akili yake vizuri kufahamu ujumbe unaokusudiwa. Ndo kama hivi anaongea, alafu akakuwekea na hoja na dalili. Hili liko hivi kwa sababu hii, hoja yenyewe ni hii, dalili hii hapa.
liyaktali'a min alqulubi judhura ash-shakki walirtiyabi. Ufundi uliotumika, miujiza iliyomo ndani ya Qur'ani inang'oa katika nyoyo za watu wale wanaothamini Qur'ani yenyewe wakaizingatia maneno yake, inasaidia katika nyoyo kung'oa judhuri shaki, ile mianya ya shaka. Kama kuna mtu kuna jambo kama halielewi vizuri, basi akishafafanuliwa kwa hoja na dalili, shaka inamuondokea, anakuwa na yakini, anafahamu vizuri. Shaka na ile kigugumizi, kweli si kweli, hii iliyozungumzwa hapa ndo kweli au panadanganywa, inaondoka kabisa shaka kwa Qur'ani ilivyokuwa fasaha, na inaongea ikitumia na hoja na dalili ndani yake. Mtu anafahamu kilichokusudiwa, ujumbe wake uko wazi.